Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Penzi mtazamaji, nakuletea mada inayosema mwanamke aliyepoteza hisia zake za kimapenzi ni mtego hatari. Mtazamaji mpendwa, napenda nikuambie kabisa, kesi nyingi sana nazozipata zinatoka kwa wanawake kuliko wanaume, na 75% ya wateja wangu ni wanawake. Na nakutana vile vya aina nyingi sana kutoka kwa wanawake, na hata jana na leo nilikuwa naongea na dada mmoja yuko nchi za nje. Anapata mateso sana kwenye ndoa yake. Alikuwa hajui makosa anayoyafanya, na sawa mwanaume ana makosa kwa sehemu kubwa, mengi makubwa, lakini na yeye mwanamke mwenyewe alikuwa hajui makosa yake anayofanya. Sasa kutokana na hali ya kutokuelewana katika mahusiano ya kimapenzi, inaweza kachangia mwanamke kupoteza hisia au mwanaume kupoteza hisia. Kwa mfano huyu mwanamke ambaye nimezungumza kwamba kutokea nchi za nje. Sawa? Kwa nini imagine mwanaume anaambiwa tu nishikie mtoto, nifanye kazi hii, mwanaume anakasirika alafu anaamua kulala sebuleni. Alafu inafika sijui saa 6 za usiku anaondoka. Anakuja kurudi saa 11 alfajiri. Huyu mwanamke ananipigia simu asubuhi. Leo ni Jumapili, nilikuwa najiandaa kwenda kanisani. Pigia simu asubuhi ananieleza hicho kilio chake, mwanaume hakulala ndani. Anakuja saa 11 asubuhi. Sasa kuna usipokielewa kitu kitakusumbua. Kwa hiyo ndio maana Biblia inazungumza kwamba wanaume ishini kwa akili na wanawake. Hiyo ni Biblia. Kwa maneno mengine kwamba Mungu anafahamu kwamba alivyomuumba mwanamke ni tofauti na alivyomuumba mwanaume. Kwa hiyo mwanaume anahitaji akili ya ziada kumuelewa ili aweze kumpenda mwanamke aliye naye. Wanawake wanaopoteza hisia ni wengi. Na kama ninavyozungumza, nimezungumza hili jambo mara nyingi sana hapa, ni kwamba 67% ya wanawake wanadanganya kwamba wanaume kwamba amefika kileleni, kumbe hawajafika kileleni. 67%. Si haipungui. Na hizi tafiti ambazo zimefanyika kwenye mataifa mengi, naamini nakumbuka nimefanya tafiti yangu na hii hapa Mwanza kama miaka 10 iliyopita, nikalithibitisha hilo. Nakumbuka kuongea na dada watatu wa Kiingereza, wazungu, wote walikuwa wametoka nchi inaitwa Finland. Nakumbuka mmoja alikuwa anaitwa Mia. Na wawili wakasema mimi namdanganya mwanaume, lakini huyu dada Mia akasema kwamba yeye hawezi kumdanganya mwanaume, atamwambia ukweli kwamba umeshindwa kunifikisha kileleni. Nikauliza wabongo wenzangu hapa, nikauliza akasema ni kweli tunakula hela zao, na wadanganya ili wajisikie vizuri. Basi sasa imagine huyo ni mke wako anakudanganya kwamba amefika kileleni na anatongozwa kila siku. Kweli ataacha kutombwa na mwanaume mwingine? Ataacha kutombwa? Nilikuwa naongea na bodaboda mmoja juzi. Kanipa usafiri bodaboda kutokea wanaofahamu Mwanza National. Sawa? Analeta maeneo yanaitwa Kangae. Sawa? Ananiambia daktari, bwana mimi na matatizo. Matatizo ya nguvu za kiume afu nawahi kumaliza. Naona ni bodaboda wewe. Sawa? Na mimi bodaboda nikamwambia hivi, utatombewa shauri lako. Nikamweleza sababu zake. Nikamwambia kwanza unavuta sigara, maana yake nimekaa nyuma yake nasikia harufu ya sigara. Kama unavuta sigara, sigara inapunguza nguvu za kiume. Sawa? Alafu ya pili, kazi yako hiyo bodaboda vile inachangia. Nikamweleza sababu zake kibiolojia ikoje. Na watu wanaendesha magari kwa muda mrefu, wanaokaa ofisini kwa muda mrefu, mafundi cherehani, watu ambao wanakaa kwa muda mrefu, na madhara yake vile inasababisha tatizo ya nguvu za kiume. Nikamweleza huyo bodaboda. Akaniambia kweli bwana, nimeona mke wangu yuko karibu sana na kinyozi fulani. Hiyo kinyozi yuko jirani na nyumbani kwangu. Nikamwambia shauri lako utatombewa. Maana yake wewe mwanamke, najua ukiondoka saa 2 kurudi saa 3 za usiku utatombewa. Sasa bwana yuko karibu kweli na ule kinyozi. Au karibu kweli. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Sasa huyu mwanamke alishamwambia huyu bodaboda, alishamwambia bwana, mbona siku hizi umebadilika huko kama zamani? Alimwambia mume wake. Kabisa, zamani bwana uko unachelewa kumaliza. Siku hizi mbona unawahi sana alafu unashindwa kurudia. Huyu mwanamke tayari kashaanza kutombewa na kinyozi. Sasa rafiki yangu nakwambia utatombewa usipojali hisia za mwanamke. Haya, nikupe taarifa mpya. Leo nimemtoa mwanamke bikira. Huyu mwanamke yuko Arusha. Kanipigia simu, binti ya miaka 18. Kanipigia simu jana. Anambia daktari, kuna njia ya kutoa bikira zaidi ya kuingiliwa na mwanaume. Yeye akifikiria kwamba kuna kidonge utapewa, utakunywa, alafu bikira inatoka. Nikamwambia hivi, hakuna njia yoyote isipokuwa ya kuingiliwa na mwanaume, au tumie mbinu fulani ambayo itaweza kusaidia kutoa.
Nikamwelekeza hiyo mbinu. Sawa, amenilipa sasa kuongea na mimi, sawa. Nikamwelekeza hiyo mbinu ya kujitoa bikra, mwanamke kujitoa bikra mwenyewe. Nikamwelekeza hiyo, yuko Arusha, mimi niko Mwanza. Sawa, nikamwelekeza afanye hivi, fanye nini, mpa maelekezo yote, nikampa yote. Vitu vya kuchukua, vya kutumia na nini, nikamwelekeza. Sasa leo niko kanisani. Sawa, niko kanisani. Kanipigia simu mara 2 nikakuta miss call. Sasa namba yake jana sikuisave. Nikamwandikia message, nikamwambia bwana niko kanisani. Tafadhali tuma ujumbe. Akaniambia baadaye. Sasa nilipotoka baadaye, nilipotoka kanisani tu. Akasema inaweza kuwa ni hela hii bwana, mteja mpya, kwa sababu namba yake siko sijasave. Mteja mpya anaweza kuwa anataka video nimuuzie shilingi 10,000 hapa, inaweza kaingia muda wote hapa. Ngoja nimpigie, kumpigia simu akaniambia ni mimi dada wa jana. Akamwambia akaniambia nimeshindwa kuitoa bikra jana. Nimeshindwa kujitoa bikra. Dokta nifanyeje? Nikamwelekea, nikamuuliza swali. Umefuata maelekezo yangu yote niliyokuambia jana? Akasema ndio nimefuata, nimefanya hivi, nimefanya. Nikamwambia no, umekosea. Nikamwambia hivi, hapo uliko karibu na chumbani. Akasema ndio niko pale nyumbani lakini bado nimevaa gauni. Nikamwambia vua gauni na kila kitu. Na vile vitu nilivyokuambia jana vitumie, vichukue kaa kitandani alafu nipigie simu. Ni mara ya kwanza mtu mwanamke bikira. Kwa njia ya simu. Pita miaka 18. Hapo wanaume 2 wameshindwa kumtoa bikira. Wanaume 2 wameshindwa kumtoa bikira. Sasa nikaanza sasa naongea kwenye simu. Hatua ya kwanza hii hapa. Ya pili hii hapa. Ya tatu hii hapa. Ya 4 sasa hii ya 4 jikaze. Ya 4 nikamwambia akaniambia dokta, maandalizi mbona nimeshakojoa tayari? Akaniambia nimeshakojoa. Yaani kabla hapa bikira hajatoka. Kesha pizi. Nikamwambia sasa ndio uzuri nilivyokuwekea ganzi, nilikuwa nimekuwekea. Haleluya. Nikamwambia hapo nimekuwekea ganzi sasa tumalize kazi. Nikampa. Nikasikia kelele kwenye simu. Nikamwambia umemaliza? Akasema ndio kwani imetoka. Imetoka kwani dada zimetoka. Nikamwambia sawa. Nikutakie heri. Nikaisema na namba yake najua atanitafuta. Anyway, nataka kusema kwa kuleta mfano. Nataka kusema kuletea hivi ni kwamba hivi wanawake wameumbwa na bikira, wanaume hatuna bikira. Anaumia sana ili kufungulia njia wewe upate raha. Anaumia sana. Ndio maana Mungu akasema jishini kwa akili. Wana maumivu toka siku ya kwanza kubikiriwa na maumivu. Wanachotaka sasa hivi ni raha. Haleluya. Unaona Mungu aliposema kwenye Biblia kwenye waraka wa Petro, asema ishini kwa akili na wanawake. Wanawake tayari ile siku ya kwanza tu ya kubikiriwa aliumia. Na hataki maumivu tena. Hataki maumivu yoyote tena. Waza kwenye psychology wanaita hiyo ni trauma. Yaani kitu ambacho kinakaa kwenye akili sana. Niliumia sasa hivi ninachohitaji ni raha. Ni sawa na mtu ambaye amesoma alafu asipate kazi. Anajisikia vibaya sana. Sasa amesoma degree 3 lakini kazi hapati. Kila anapoomba kazi ananyimwa. Kila anapoomba kazi ananyimwa. Mtaalamu anamwambia umelogwa. Lakini anajisikia vibaya. Sasa mwanamke unaposhindwa kumfikisha kileleni, anajisikia vibaya kama mtu ana degree 3 lakini kazi hapati. Anajisikia vibaya sana. Kwa hiyo atafikiria labda nakumbuka dada mmoja kutoka Morogoro. Anambia dokta, usifikage mimi kileleni. Nimemchepuka kwa mchumba wangu, nimetembea na wanaume 3 tofauti. Bado sifiki kileleni. Sasa wanaume wengi hawajui jinsi ya kumhandle mwanamke. Nashukuru idadi ya wanaume ambao wameanza kununua video zangu imeongezeka kidogo. Sawa. Ni kwamba mwanamke katika mwili wake ana maeneo 17. Na kila eneo lina ufundi wake. Kila eneo lina ufundi wake. Nakumbuka kuongea na dada mmoja yuko Iringa. Nakumbuka mpesa story. Wewe unaona wanawake wanateseka. Dada yuko Iringa. Ni mtu mzima amemaliza degree zake na degree 2. Hajawahi kufikishwa na mwanamke ana miaka 38. Hajawahi kufikishwa kileleni kwenye ndoa yake. Sasa hajawahi kufikishwa kileleni kwenye ndoa yake. Nikamwambia ingia chumbani, vua chupi na kila kitu, nikufikishe kileleni kwa njia ya simu. Hakuamini, akafika kileleni kwa mshito mkubwa. Alafu anaambia wewe daktari mchawi bwana. Mimi nimesoma degree 2, ili kitu sijawahi kukisikia. Anaambia wewe daktari mchawi. Wewe daktari mchawi. Anyway, ndio nakupata story jinsi gani wanawake wanahangaika.
Sasa jinsi hivi kama wewe ni mke wako umesikia amepitishwa na daktari kwa njia ya simu, si utajisikiaje? Eti wewe ni mke wako umesikia daktari ndio kwanza kumpitisha kwa njia ya simu, utajisikiaje? Hallelujah. Anyway, hiyo inaitwa phone sex, iko kwenye psychology, lakini kitu inaitwa phone sex. Nimesomea mambo ya sexology, sawa? Kwa nimesoma sexology, najua vitu gani vya kufanya, hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ili mwanamke afike kileleni. Anyway, kama nilivyotangulia kusema, mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa wewe unafahamu manne katika hayo 17. Kwa uhusiano muda mrefu, huyu mwanamke ataboreka nayo kwa sababu atajua unaanzia wapi, unaishia wapi, unajipia. Huna la tofauti na hilo ulilofanya wiki iliyopita. Kwa hiyo utakuwa unamboa, lakini atashindwa kukuambia sababu umemtolea mahali. Atashindwa kukuambia sababu umemtolea mahali. Atashindwa kukuambia. Lakini ataongozwa na bosi. Atamkubalia bosi. Kama dada mmoja nimeongea naye wiki mbili zilizopita, anatembea na bosi wake mwaka wa 3. Anatembea na bosi wake mwaka wa 3. Sasa huyu mwanaume si atapewa mtoto sio wake. Unafikiria? Atapewa mtoto sio wake mwaka wa 3. Unafikiria? Haya, huyu mlokole naye tulikuwa tunasali naye tulimkanisa fulani tunasali naye. Dada yuko kwenye praise team, mlokole kanisa yuko kwenye praise team. Dada mzuri, ana hips. Kaenda gym kapata mwanaume. Nani mlokole mpaka sasa hivi anaimba kwaya vizuri kweli kanisani. Mlokole. Mume wake engineer. Anashindwa kufikisha kileleni. Huyu ni engineer, anashindwa kufikisha kileleni. Mwanamke kapata mwanaume gym. Ananiambia huu ni mwaka wa 2 nachepuka. Sasa huu mwaka wa 2 nachepuka. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo? Nakwambia nakupa story za kweli. Wewe kaa kimya tu utombewe. Ngoja endelea. Sasa sikiliza story kutoka kwa mwanamke. Sikiliza. Anasema hivi, nimetoa kwenye message nyingi za huyu dada. Sikiliza, anasema hivi, Dokta, wanawake tunajali kumpa mwanaume furaha kuliko sisi wenyewe. Kiukweli tunapunjika sana mpaka unataka ujaribu na nje. Kama mimi nampenda sana mume wangu, lakini sina hisia. Tukifanya mapenzi sisikii utamu wowote wenye maana mpaka nijichue mwenyewe. Yaani tunapomaliza kufanya inabidi akitoka nijiridhishe mimi mwenyewe. Na hali hii dokta naichukia sana. Yaani kwa mara ya mwisho kupata raha nikiwa na mwanaume ni zamani sana. Nilikuwa na umri wa miaka 21. Sasa hivi na umri wa miaka 34. Yaani kwa sasa wakati ananiandaa nasikia msisimko, lakini akiniingilia sisikii raha yoyote. Sema nikiona nachoka anaendelea tu yeye kutomba. Najidai nimefika. Naona nimekuwa butu kihisia. Unaweza kuona anasema naona nimekuwa butu kihisia, ni sisikii lolote. Mwanaume atahangaike vipi? Nikiona ananisumbua kwa anataka ajitahidi anifikishe wakati najua hawezi, namdanganya. Sasa kuna neno ameongea hapa. Anasemaje? Yaani tunapomaliza kufanya inabidi akitoka nijiridhishe mwenyewe. Lakini dokta, hali hii naichukia sana. Sasa akichukia, akikutana mwanaume anamwambia nitakulamba uchi wako mpaka upizi. Akikutana mwanaume kama wewe, nitakulamba utafika tu. Utafika tu, nifikisha wengi. Hata sema nijaribishe. Alafu akakutana na dudu kubwa kuliko la kwako, si atakuchukia. Akakutana na dudu tango. Alafu la kwako limepinda, alafu unawahi kumaliza. Alafu unasema kwamba ndio mke wangu mzuri. Utatuombewa wewe. Sasa huyu ni dada anazungumza. Hebu sikia dada mwingine anazungumza. Anasemaje? Anasema dokta, sikiliza. Mimi nikimaliza kufanya mapenzi na mume wangu, huwa namwambia asante. Nikimwambia kufanya mapenzi namwambia asante. Yeye huwa aniambiaje? Sasa mimi nikaona niache kumwambia asante. Na acha kumwambia asante anakasirika. Anaambia mbona leo hujasema asante? Sasa kuna jinsi gani hivyo? Nakupa stories za kweli ili uweze kuona kwamba unapompunja mwanamke afiki kileleni. Wakati unafika kileleni, mwanamke huyu ndani yake anaweka picha humpendi. Sasa kila siku anaambiwa na masela. Masela dada mmoja kutoka Sumbawanga anasema, dokta, namwambia mume wangu anifanyie hivi nifike kileleni, hataki kunifanyia. Nikakutana na msela. Ananilamba mpaka mkundu.
Anakutana na msela, unaweza kuona jinsi gani. Kwa hiyo haya mambo nakuambia ili ujiepushe. Atakutana na mama ambayo wewe hujawahi kumfanyia, atakuchukia. Kwa hiyo kukusingizia kwamba hii mimba ni ya kwako, kitu rahisi sana. Mkemia mkuu mwaka juzi kasema asilimia, yeye ndiye anayepima DNA kwamba mtoto ni wa kwako si wa kwako. Mwaka juzi katoa takwimu, 40% ya watoto walimo ndani ya ndoa wale sio baba zao, wamesingiziwa. 40%. Sasa inakwenda sambamba na 67% ya wanawake wanaodanganya kwamba wamefika kileleni. Maana kama 67% wanadanganya wamefika kileleni, sawa? 40 ndio wanafikishwa kileleni, sawa? 63 ndio wanafikishwa kileleni, sawa? Sasa hebu fikiria 40 hao wamedanganya, hao ndio wamefanikiwa kupata mimba nje ya ndoa. Sasa ambao hawajafanikiwa, sababu mke wako ameweka uzazi wa majira, amefunga mirija ya uzazi wa majira, lakini anatumbo nje, atakuwa na heshima kwako? Sasa kuna mambo mengi ambayo hayapo. Sasa nimefanyia tafiti mada hii. Naomba sikilize. Kuna vitu vingi vinapelekea mwanamke kupoteza hisia, lakini kubwa ni hilo, kwamba mara nyingi hafiki kileleni. Nani anayefurahia kufanya biashara isiyokuwa na faida? Niambie. Basi utafanyaje biashara ambayo dada mmoja akaniambia, daktari, waambie wanaume. Yaani ni sawa sawa na mwanaume amekula samaki wote amemaliza, amebakia mchuzi tu, anakupatia wewe mchuzi. Au anakupaka tu shombo harufu ya samaki. Yeye amekula samaki, amekunywa mchuzi wote, afa anakupaka tu harufu ya samaki. Inaboa kweli. Huyu ni mwanamke anazungumza. Haya, huyu mwanamke nani? Kutokea Iringa. Anasema, daktari, inakuaje? Kwenye ndoto nikiota mtoto anafanya mapenzi nafika kileleni, lakini kwa mume wangu sifiki. Yaani kwenye ndoto naota nafika na napata raha kweli kwenye tendo la ndoa. Mpaka natamani ndoto ijirudie. Naona mpaka natamani ndoto ijirudie. Lakini kwa mume wangu hola, hamna kitu. Unaweza kuona huyu mama yuko ndani ya ndoa miaka 17. Mama mwingine tena alikuwa jirani yangu kwa kipindi hicho, naishi kwenye nyumba za kupanga. Sawa, wanaofahamu Mkuyuni, ni kuna kipindi nilikuwa naishi nyumba ya kupanga. Huyu mama mpaka mume wake amekufa hajafikisha kileleni. Amemwacha na watoto wakubwa. Mpaka mume wake amekufa hajawahi kufikisha kileleni. Baada ya mume wake kufa kaanza kuonja. Asema ndio nimeanza kufika kileleni. Nimekutana na wanaume wapya. Unaweza miaka yote kama mwaminifu kwa mwanaume mpaka kafa. Sasa baada ya mume wake kufa akasema sasa kuja nijaribishe sasa. Na ana hela huyu mama. Ana hela za kutosha. Mama ana hela za kutosha. Mtoto wake wa kwanza ni hakimu. Wa mahakama. Ana degree 2 mtoto wake wa kwanza. Mtoto wake ana degree 2 ndio yeye anapata anza kufika kileleni. Akakutana na msela. Napenda kuambia wanaume wenzangu, acheni jeuri, acheni ubishi. Sawa, narudia tena. Leo nimetoa bikira mwanamke kwa njia ya simu. Na kutokana na hilo basi, napenda nikwambie kwamba yale maumivu ya kwanza ambayo mwanaume anampatia mwanamke kwa kumtoa bikira hayaishi kwenye akili zake. Kumbukumbu yake haishi. Sasa akiona unamtia lakini hafiki kileleni wakati alishabikiliwa kaumia, inamsumbua sana akili. Ndio maana asilimia kubwa ya watu ambao wanapata magonjwa ya akili ni wanawake. Asilimia kubwa ya watu ambao wanapata msongo wa mawazo mkubwa ni wanawake. Kwa sababu gani? Yaani anakumbuka, kwa nini nilimwacha yule? Labda ningeolewa na fulani. Haya, ngoja nipe story yako. Ngoja nipe story ziko nyingi. Tumeanza kazi 2006 lakini story zote za kweli. Huyu dada alikuwa na mpenzi. Sawa? Alikuwa na mpenzi wake ni fundi viatu. Kama mpenzi wake fundi viatu anafikisha kileleni vizuri kweli, lakini hana hela. Kapata mtu anafanya kazi benki, kamuoa. Yule anafanya kazi benki hamfikishi kileleni. Akaamua kurudi kwa fundi viatu. Haya, mwingine naye. Mwanamke na story. Mwanamke mume wake hamfikishi kileleni. Kapata mpenzi muuza sumu au wanaita sumu ya panya. Yaani yuko tayari amwache mume wake. Sawa, aolewe na huyu muuza sumu, lakini sema daktari, nitaolewaje na muuza sumu za panya? Sumu za panya. Wapendwa katika Bwana. Mungu anawapenda sana. Hataki muangamie kwa kushindwa kumtimizia mwanamke haki yake. Mwanamke lazima awe na hisia akijua kwamba
anatarajia kwamba lazima atafika kileleni. Anajua mume wake anamhangaikia. Sasa kama huwezi kumhangaikia mke wako, nakwambia ndugu yangu utatombewa. Tafadhali agizia hizo video. Nakuomba sana. Uweze kuona tofauti. Uweze kuona wapi ulikuwa unakosea. Agizia hizo video. Na maelekezo kupata hizo video, unalipia $10,000. Video nimeangalia jana. Video unazowatumia wanaume hazipungui 50. Nimezihesabia jana. Hazipungui 50. Sasa katika video 50 kweli ukose kitu cha kumsababisha mke wako afike kileleni mpaka anapiga makelele? Kama ule mtu abikila leo. Kapiga kelele. Ya binti wa miaka 18 mtu abikila kwa njia ya simu. Yuko Arusha, mimi niko Mwanza, lakini bikila imetoka. Kati wanaume wawili ambao wamekuwa nao physically wameshindwa. Hii ni kliniki ya afya mapenzi. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video mpya upate taarifa. Bye bye.